Simame. Asimame tu ukiona una dalili za kuzama. Yapo pia kwenye kurekodi video kwa simu zetu kama hizi hazina quality kubwa sana. Yaani ina quality kubwa, hazina quality kubwa sana. Mkiwa na simu za smartphone nitapiga course ya kurekodi video. Naona waweza antikiza kichwa. Safi sana. Safi sana. Nitapiga course ili kwamba mwe mnajua ubora wa video, pia kwamba video itatokaje bora zaidi. Ila mara nyingi kwa simu kama hizi ukizoom quality inaanza kupotea unapokuwa na zoom. Kwa nini? Kwa sababu ya zina kitu tunakiita out of focus. Sasa niongee ibada ni akiba. Ibada ni akiba. Nilikwambia kwamba ibada huwa ni kitu ambacho hata unapokifanya kisipokutia moyo au kisipokuonyesha matumaini, bado huwa ni kitu ambacho kina uwezo wa kutokeza matokeo. Amen. Ibada ni kweli wakati wa kuzifanya zinaonyesha ni kama zitakufikisha popote kweli, ila uhalisia na ukweli kwa kadri unavyoendelea kufanya, ile akiba unayokuwa unazidi kuweka ya kuongezeka katika imani, kuongezeka katika Bwana, huko wakati ambao utajikuta una matokeo ya ghafla na watu wakaona ni kama vile mchawi. Amen. Wakaona ni kama vile mchawi. Najua mazingira ya mtu kama Elia kupaa, watu walishangaa kwamba hivi yule jamani atakuwa ni mchawi? Ni mazingira ya kupaa. Lakini ukija kuangalia, kupaa hakukutokea siku moja, kulijengwa siku nyingi. Yaani huenda alikuwa na siku nyingi ambazo ile namna nguvu na uwezo na neema inaongezeka. Ajaribu kuona hivi unaweza kanyanyuka moja kwa moja eti jina Bwana libarikiwe. Nishakwambia watu wa kwenye gym, ule msuli haujengwi siku moja, unajengwa kwa mazoezi ya siku nyingi. Ule msuli haujengwi siku moja, unajengwa kwa mazoezi ya siku nyingi. Hata msuli wa imani, uwezo wa kutenda mambo kwa nguvu na namna ambayo Mungu alitaka utende, haujengwi siku moja. Uwezo wa wewe kufanya mambo ya kushangaza watu haujengwi siku moja. Unajua hata akili inayoshangaza ulimwengu haitokei siku moja. Amen. Usije ukafikiri siku moja utafundishwa kwenye ibada. Kwenye ibada hizi tunataka uwe na akili ya kushangaza ulimwengu. Ukasema yani hapa leo naenda kufanya kitu cha akili cha kushangaza ulimwengu. Mara nyingi ile siku ya kwanza, unaelewa, ukitoka tu pale ukaenda kugusa tu kitu, utakuta ndio kwanza kimeshindikana kiwango ambacho kinakukatisha hadi tamaa kujaribu tena. Jina Bwana libarikiwe. Huo ndio ukweli. Yako mazingira unaweza kuwa umehubiriwa, umeona kweli hapa labda kongamano, mama amehubiri hapa, ameelezea kufuga. Naamini hapa sasa hivi nikifuga nimeona njia. Mwana mama mmoja alishuhudia kwenye kongamano. Sasa hivi nimeona njia, nimeona kazi nyingi sana za kufanya. Kongamano lijalo silipo, tutasikia katika njia aliyoona amekuta nini. Amen. Mara nyingi anaweza kaenda akafanya kile kitu akakuta ni kama kimetoa matokeo ya kumkatisha tamaa hivi. Wale walionifundisha watakuwa ni waongo. Hawakuwa waongo, ila kila kitu kinajengwa na uzoefu. Huyu ambaye anakuambia ana bata 100 amejengwa na uzoefu. Kuna wakati alifuga walikufa, alifuga wakafa, vile vyote vilikuwa vinamjengea msuli na uzoefu. Amen. Kwa hata ibada unavyozidi kuifanya inakujengea msuli na kuongezeka katika level za imani. Unavyozidi kuagizwa vitu na kwenda kuvifanyia kazi, vinaongeza uzoefu wako. Ndio maana nimekwambia hata kazi ya kuhubiri huwa inakuwa ni nyepesi kwa mtu aliyefanya vingi. Kwa nini? Kwa sababu katika kufanya vingi kuna kushindwa mengi. Anaweza kawa hajafanikiwa yote, ila yale aliyoshindwa hata akimwambia mtu afanye, anakuwa anajua na changamoto zake. Amen. Sasa ibada ni akiba. Kwa nini? Kwa sababu
unapozidi kufanya ibada, unakuwa unazidi kuyajua mambo mapya, unakuwa unazidi kuelekezwa vitu. Vile vitu ukienda kuvijaribu, vikishindikana au vikiwezekana, vinakuwa vimeweka akiba. Yaani bila kujalisha vimeshindikana au vimewezekana, ila vimeweka akiba. Unajua kuna wakati ambao unaweza ukafanya biashara fulani na ikakushinda, ila kule kukushinda haina maana kwamba uko sawa na ambaye hajawahi fanya. Kwa nini? Kwa sababu imekushinda, ila umepata uzoefu, umepata experience. Experience ni moja kati ya mtaji mkubwa, kwa sababu utakapotaka ufanye tena utajua mwanzoni nilipata changamoto 1, 2, 3. Hivyo ninavyoenda changamoto 1, 2, 3 natakiwa nizitatue mapema, au niwe na majibu yake mapema kabla sijaenda kukabili kile kitu tena. Jina la Bwana libarikiwe. Najaribu kuyaongea kwa nini? Kwa sababu nimekuambia ziko nyakati unaweza kufanya ibada na ukaona ni kama vile hakuna matokeo. Ni kama vile mbona ni kama naenda kwenye ibada na sijaongezeka kitu. Nimekuambia sio kwamba vijaongezeka, vimeongezeka. Ila tu kuna kelele nyingi za kuonyesha vijaongezeka. Amen. Amen. Na ukitaka kuamini, wewe kila unavyofanya ibada, yale ambayo unaweza kwenda kufanyia kazi, kafanyie kazi. Ni kweli unaweza usiweze kwenda kufanyia kazi yote. Beba moja, likamatie vizuri, kafanyie kazi. We nenda tu, uwe unalifanyia kazi. Siku hata siku utaona vile unavyoendelea kufanya ibada, hata lile moja uliloamua ulibebe linazidi kuimarishwa na kupewa nguvu. Na hatimaye utaona kumbe hata hiki kinaweza kikanipeleka pale. Kila Bwana barikiwe. Yaani kwa mfano hivyo dada Aneti, kazi ya genge alikuwa haoni kama inaweza ikamsaidia chochote. Yaani alikuwa haoni kuwa inaweza, lakini sasa hivi anaiamini kwamba ni kazi inaweza kumfanya hata awe na mshindo kwenye jamii. Hapo tu alipo imeshaanza kumfanya awe na mshindo. Yaani ni kitu wewe unaweza kuona tu ni kawaida, lakini kila mtu tu kusema kwamba wewe ukitaka chumbani usihangaike, nenda pale. Yaani kitendo cha nenda pale, magenge hapo, ila nenda pale. Tayari taarifa zako zimeshaanza kubadilika kwenye jamii. Amen. Taarifa zinabadilishwa sana na kazi unayofanya kuliko na mbwembwe za kuongea. Na ndio maana wakati mwingine ni kweli tunabadilisha jamii kwa taarifa za kuhubiri, ila wakati mwingine kazi huwa zinabadilisha taarifa kirahisi, kwa sababu watu wakiona kazi zako ni rahisi sana kutaka kujua nini kimekufanya uweze kufanya hivyo. Na huo ndio wakati ambao utaingiza injili kwa urahisi zaidi, hata bila kusoma Mathayo, ila ukaingiza injili kwa urahisi zaidi. Kwa Bwana, mimi ni kweli ni mwanamke, lakini iliandikwa asiyefanya kazi na asile. Na iliandikwa Mungu atazibariki kazi za mikono ya watu. Kwa hichi mnachokiona ni Mungu naye mwabudu ameibariki kazi. Jina Bwana libarikiwe. Hata watu wasipokuona umefungua Biblia, ila watajua hii ndio injili kweli. Ila mwisho yote ni kwamba wakati ibada zinamwambia kanisa hili kufanya kazi ni lazima. Amen. Yaani kwa sababu mwisho yote ni kwamba ndugu, ibada ni akiba. Wewe amini usiamini, ni akiba. Kwa maana huyu mama yeye alikuwa haamini. Yeye alikuwa nadhani alikuwa kwenye kundi la watu ambao wanasubiri kufa. Alikuwa haamini kuwa anaweza kafanya chochote kwenye jamii yake. Alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao naamini tunasubiri kufa. Amen. Ila yaliongelea maneno kwamba Bwana, wewe ni mvivu, mpaka baadaye ngome za kwamba mimi ni mzee na siwezi kufanya kazi yoyote zikabomoka. Amen. Amen. Lakini unachokuja kuona ni kwamba yale maneno yaliongelewa yakarudiwa mpaka baadaye anasema ila kwa kweli kwa hapa Mungu tu anisaidie.
Ila kwa nini hata anaanza kusema Mungu anisaidie? Kwa sababu anaona ni kama yale maneno sasa yamemshambulia. Yaani ni kile kitu kimeongelewa. Baadaye mtu anaona hiki kitu ni kweli natakiwa nipige hatua, natakiwa nianze kwenda mbele, nipige hatua. Amen. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba yako mambo kwenye ibada tunaweza kuyaongea mara moja, na tukiyaongea unaweza kuona kama ila mimi nitaweza kweli. Kwa kadri tunavyozidi kuongea, vile kuzidi kuongea kunajenga imani. Ndio maana tumekuambia ni akiba, kunajenga imani. Na ibada ndio kitu pekee ambacho kina uwezo wa kukuleta kwenye mshindo wa ghafla. Yaani unaweza kuwa unafanya ibada siku nyingi unafanya ibada, unafanya kazi njema, unafanya ibada, unafanya kazi njema. Kuna siku unaweza ukaongea tu kitu na watu wakashangaa kwamba huyu mtu ametokea sahali gani? Lakini kumbe watu walikuwa hawajui kuwa wewe una maarifa mengi. Unajua mimi niwaambie kwamba ili kanisa kwa mfano, hata mtu anayevuta mguu kabisa wa mwishoni, anayesema mimi sielewi chochote, akienda kuwekwa katikati ya Wapentekoste wengine au hata katikati ya maaskofu na akapewa yeye aongee, anaweza akaongea vitu ambavyo maaskofu wakashangaa, huyu mtu ni wa ulimwengu gani? Amen. Kwa sababu tunadili na uhalisia mwanadamu alitakiwa aweje. Tunadili na wokovu ulitakiwa mfanye mtu aweje. Tunadili na wokovu ulivyotakiwa mbadilishe mtu. Tunadili na kazi ya msalaba ilivyotakiwa ifanye kwa mtu. Hapa tunakaa ili kile ambacho Kristo alikuja duniani kubadili wanadamu kitokee kwenye maisha ya mtu. Kwa kitendo cha wewe kukaa masaa mengi, hata kama yanayoongelewa ukiwa hauelewi kabisa, kile kitendo siku hata siku kinabadili ufahamu. Siku hata siku kinabadili ufahamu. Unafika wakati unajikuta kuongea kwako, unaanza kuongea kwa namna ambayo haikuwa kawaida wewe kuongea. Maneno yako, imani, mtazamo juu ya Mungu na Yesu unaweza kubadilisha. Unakuta unaanza kubadilika siku hata siku. Jina Bwana libarikiwe. Kwa sababu yako mazingira ambayo ni watu kweli maaskofu, ila wanaamini duniani wote tumeoza. Wanaamini duniani fungu la kuumwa ni la wote. Yaani wote tuliumbiwa kuumwa. Hasa kwa vyote vile kwenda tu kumkuta askofu mahali askofu, unajua kuna mahali nilienda niisikia mtoto wa askofu amelazwa mahali. Kwenda kumwambia askofu, sikia, mimi namwabudu Mungu ambaye maandiko yalisema ule uzima uliokuwa kwa Baba ukaja kwetu. Mimi namwabudu Mungu ambaye huo uzima umetokea kwenye mwili. Ndugu, lazima aanze kushangaa umetokea ule Mungu gani huyo? Kwa sababu siku hata siku, kwa kadri ambavyo unasikia usione baba anasemaga nataka wote hata mkionekana kutembea kuongea muwe kama mbarikiwa. Ni kwamba kwa kadri ambavyo huyu mbarikiwa unamwangalia, vile unavyoangalia unavyosema Yesu ana uwezo kubadili, kugeuza. Vile unavyoangalia siku hata siku, unajikuta tu na wewe hata hujielewi. Basi na wewe umeshaanza tu kuongea kwa namna haujielewi, yani hata kama hujitambui. Amen. Wala washangaa. Hivi ni binti ni kijana, mbona hatuelewelewi? Na unajikuta tu unajua yani unajikuta tu na wewe tayari kuongea kwako, tayari lafuzi yako imeshabadilika. Kwa nini? Kwa sababu kile kitu umekipenda. Ndio maana huwa tunakwambia kila kitu duniani ni kuiga. Amen. Kila kitu ni kuiga. Wewe hivyo ulivyo ni kuna role model ulikuwa nao. Wale role model uliokuwa nao siku hata siku ulikuwa unawaiga kidogo kidogo. Wewe amini au usiamini, mimi nilikuwa namsikiliza muhindi fulani anafundisha vipindi fulani vya udaktari. Alikuwa kila akianza lazima aanze welcome back friends. Yaani ilikuwa ndo kasalamu kake. Sasa nikajikuta na mimi nimeanza kufundisha ni kawaida yani kwanza, kwa sababu nilikuwa nakafurahia kweli kale kasalamu. Amen. Nilikuwa nakafurahia kweli, yani naona akiniambia welcome back friends, naona kama ameniambia kitu cha maana sana. Amen. Lakini mwisho wa yote ni kwamba
ile, yani we vitu vyote, hata kuongea we, kuna mtu umemwiga, kama ni ndugu yako kama ni ndugu yako, kila kitu unachokifanya umeiga. Kwa hiyo usiamini kwamba mimi nitaweza kweli kuwa natembea. Utaweza, tena utaweza kuwa unatembea, kuwa unacheka, kuwa unaongea, kuwa unafanya kila kitu. Lakini nini? Tunataka endelea kufanya ibada, kwa sababu ibada zinakuwa zinawekeza. Hata hicho kitu cha kuiga, hautaiga tu kwa sababu nimeamua nianze kuiga. Kwa sababu kwa kadri utakavyofanya ibada na utakavyoona ibada ilivyofanya kwenye miili ya watu, utakuwa unatamani kile kitu na kuanza kuiga. Amen. Amen. Ili uige kitu lazima uone uzuri wake. Yaani lazima uone kitu ni kizuri sana. Ili uige lazima uone uzuri kwenye kile kitu, ndio unaanza jitihada za kukiga hatua kwa hatua. Kwa hiyo tujaribu kuongea ni kwamba hata wewe kumuiga kama ni mchungaji, ni kweli kuna jitihada za kuiga, lakini njia rahisi ni kufanya tu ibada. Kwa kadri unapofanya ibada unaona mbona yani unakuta automatically kile kitu kinaanza kuingia. Automatically unaanza kuambukizwa. Automatically. Siku unaanza kuambukizwa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mimi nikwambie, ziko nyakati nyingi ibada uifanye kwa uelewa. Usiifanye kwa sababu ya vitu vinavyoendelea au hali zinazoendelea kwenye mwili wako. Amen. Amen. Ibada uifanye kwa uelewa, kwamba ibada itanifanya nifike wapi. Ibada ilibadilishaje watu walioifanya. Ibada hatuifanyi kwa kutazama hali zinazoendelea kwenye mwili. Ibada hatuifanya kwa kutazama kwamba hivi sasa hivi hali inayoendelea ni nzuri, mwili yaani kuna wakati ambao ibada unaweza kuifanya mwili ufahamu na kila kitu kinakuambia kwamba hapa kwenye ibada unachelewa, ungeenda kufanya kile, ungeenda kugusa kile, ungekuwa vile. Lakini wewe unasema kwamba mimi nafahamu ya kwamba hapa nilipokaa sio bure. Hapa sio bure. Hapa ndipo mahali palipobadili watu, palipobadili historia zao. Kwa sababu mpendwa, watu historia zao zilibadilika kwa kusoma, kwa kufanya nini? Lakini historia zilipobadilika kweli kweli ni mahali pa ibada. Yaani mahali pa ibada historia inabadilika completely. Watu hawaamini kuwa ni wewe. Kama watu waliosoma na wewe hawaamini kuwa ni wewe. Watu hawaamini kuwa ni wewe. Karibia kila kitu utakachoongea watashangaa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Watashangaa. Yaani watashangaa kwamba unawezaje kufanya vitu kama hivyo. Watu kama hawajawahi kufanya, yaani unawezaje kufanya vitu kama hivyo, mtu kama wewe. Hatukukutegemea mtu kama wewe ufanye vitu kama hivyo. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo uhakika wa ibada zilivyofanya vitu au zilivyobadili maisha ya watu ndio kile kitu pekee kinachokufanya na wewe uibebe ibada kwa uzito, kwa sababu na uhakika itaenda kufanya jambo 1, 2, 3 kwenye maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ndio maana mimi nikwambie mpendwa, mimi ibada nitaifanya, yaani nitaifanya. Mwili ukubali nitaifanya, mwili ukatae nitaifanya. Yaani kwa kuna support nitaifanya, kwa hakuna support nitaifanya. Yaani kama ni maombi nitaomba yakubali akatae nitaomba, na yenyewe anajua kwa mwili ukubali ukatae nitaomba, yaani nitaomba. Jina la Bwana libarikiwe. Nitaomba. Ibada zinakusanya nguvu na neema ambayo itakuja kukufanya uwe ni kiumbe unayeshangaza kirahisi. Yaani ibada unazofanya kila siku zinakusanya nguvu na neema. Na ndio maana kulikuwa kuna haja ya wewe kufanya ibada kila siku. Kufanya ibada kila siku kwa sababu ile nguvu uliyoipata kwenye ibada ya leo, kesho unakuja unailiniu tena ile nguvu. Unailiniu tena.
Nguvu unayopata kwenye ibada ya kesho kutwa unakuja unairenew tena. Unaongeza ile akiba, unaongeza. Amen. Amen. Unaongeza ile akiba, unaongeza. Na ndio maana ile nguvu utakavyozidi kuongeza, kuna wakati tu watu wataona, mbona huyu mtu kama anapeleka mambo kirahisi sana? Imekuwaje? Lakini kumbe ibada kwa kadri unavyoifanya inakusanya nguvu na neema. Neema ni kitu kinachofanikisha mambo bila kutumia nguvu kubwa. Amen. Amen. Neema ni uwezesho kufanikisha mambo bila kutumia nguvu kubwa. Yaani kama ni kuimba, unaimba kawaida tu, ila watu wanashangaa, mbona anaimba maneno ya ajabu sana huyu, lakini umeimba kawaida tu, haujatumia nguvu. Amen. Hiyo ndio tunaita neema. Umeongea kawaida, ila mtu anasema ongea maneno mengine, naona kama maneno yako yatanitoa hapa nilipokwama. Amen. Amen. Hiyo ndio maana ya maneno kujaa neema. Sasa ibada iwe unajua au haujui, huwa zinakusanya nguvu na neema. Nguvu ni kitu kingine, neema ni kitu kingine. Yaani nguvu yenyewe ni kwamba maneno yako hata ukiongea kawaida, maneno yako unaongea kawaida, ila maneno ukiongea kawaida mtu anaona kabisa yanamchoma moyo. Sio unaongea kwa kumkaripia, unaongea kawaida tu, ila kabisa anaona anamchoma moyo. Maana yake nini? Kuna nguvu iko nyuma yale maneno. Paulo anasema kuhubiri kwetu hakukuwa katika ufundi wa maneno, bali ni katika roho na nguvu. Maana yake kulikuwa nyuma yake yale maisha aliyoishi, ibada alizofanya, mifungo aliyokuwa anafunga, inatengeneza neema na inatengeneza nguvu. Ile nguvu ni kwamba maneno yake akiongea yanaenda kuchoma mioyo moja kwa moja, kiasi kwamba mtu anasema hapana, kwa maneno haya natakiwa nibadilike 1, 2, 3. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sasa nguvu yenyewe, nguvu ilivyo, haikusaidii tu kuhubiri. Inaweza kusaidia kupeleka mambo, kufanya kazi, ikakusaidia kusolve mambo, ikakusaidia tatizo likija likamezwa na ile nguvu lisionekane. Kwa hiyo ibada zinakuwa zinazidi kukusanya nguvu. Na ndio maana ni kweli hata kama imeandikwa anayezimia siku ya taabu nguvu zake ni chache, ila bado anayezimia siku ya taabu hajafa huyu. Amen. Amen. Kwa kuna haja akizinduka aendelee kuongeza nguvu, ili kwamba siku nyingine tatizo likija lisimeze tena. Kwa nini? Kwa sababu zile ibada atazofanya zitaongeza nguvu. Tatizo litakuja litamezwa na nguvu iliyotokana na ibada. Sio litameza, litamezwa. Manake nguvu ya tatizo ni ndogo ukilinganisha na nguvu iliyotokana na ibada. Amen. Amen. Nguvu ya tatizo inakuwa ndogo kuliko nguvu iliyotokana na ibada. Na ndio maana wakati mwingine, sijajua sana, lakini hii ambayo hata mtu inamtokea msiba wa mume wake, lakini hali ni kwa sababu tatizo lililotokea ni dogo ukilinganisha na nguvu ya ibada iliyoko. Kwa ndio maana lile tatizo linamezwa na uzuri na nguvu iliyotokana na ibada. Kwa hiyo likimezwa inaonekana ni tatizo dogo tu. Amen. Amen. Ni dogo tu. Na mwisho yote, unajua, kwa mfano mimi kabla sijaokoka nilikuwa nasema mimi nitakuja kumzika babangu na mamangu, siku akifariki ibada ya msiba nitaendesha mimi. Kipindi hicho nilikuwa sijui kuwa nitaokoka. Nilijua nitakuwa padre kwa sababu huwa wanaoongoza zile ibada ni padre. Kwa hiyo nilikuwa sijui kuwa nitaokoka. Ila kwa dalili zinazoenda huko mbele, kwa sababu watu waliniambia kwamba hautaweza siku hiyo, utakuwa una uchungu sana, utalia. Kwa dalili zinazoenda huko mbele, ndio maana najitahidi kuwashuhudia sana. Kila nikiwapigia simu naambia mpango wa kuokoka inakuwa, najitahidi kuwashuhudia sana. Ili kwamba hata siku likitokea, sio kwamba naombea litokee, lakini najua hakuna atakaishi milele.
ni aidha, kwa sababu mimi naamini hata kama ikitokea kipindi na ubiri injili ngumu, naamini Mungu, ikiwa Mungu ametaka niishi, anaweza akafanya risasi idunde kwenye hii ngozi, au risasi ikaingia kwenye ngozi ila ikamezwa huko ndani bila kuharibu chochote. Ikiwa Mungu ametaka niishi, ikiwa Mungu ametaka niishi, alimadamu ameruhusu upe hata kwa risasi, ujue wewe ni useless tayari. Ameona duniani hauwezi kufanya chochote. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Mimi ninachojua huo ndo halisi, ndio ukweli. Ikiwa Mungu ametaka niishi, hakuna hatari inaweza kuniondoa. Lakini ikiwa ameona kwamba hakuna chochote anachoweza akafanya, basi hata risasi ikipigwa itaniua. Unajua naongea hivyo kwa sababu kuna kijana niliwahi kutana naye hapa Dar, akasema aliwahi kuwa anahubiri kwenye redio na manabii fulani waliposikia habari zake, kuna risasi zilimkosa. Sasa nikajiuliza, aliachaje huyu? Aliachaje risasi zilimkosa? Sababu risasi kumkosa akaacha kuhubiri redioni. Tena nako pesa ya kuhubiri alikuwa analipiwa na mdhamini. Akaacha kuhubiri redioni kwa sababu alikuwa anahofia uhai wake. Yeyote asiyeweza kuwachukia ndugu zake, naam hata nafsi yake, asiyeweza hata kuichukia nafsi yake, hanifai. Alafu kuna maandiko yamesema kwamba anayetaka kunifuata ajikane nafsi yake, aubebe msalaba wake kila siku anifuate. Amen. Amen. Kujikana nafsi yake ni jambo moja, kubeba msalaba ni la pili, kumfuata ni la tatu. Amen. Amen. Kujikana tu peke yake ni kuwa tayari hata wewe mwenyewe kupotea kwa mazingira yote. Na mimi ninachojua, Mungu akishamwona mtu ambaye yuko tayari kupotea lakini injili isisimame, huyu mtu Mungu akimwangalia upande wa pili akaona huyu ana uwezo kugeuza kipande fulani cha dunia, aweze akaruhusu ape. Amen. Amen. Hii risasi sio imekupita hapa, biti tu hizo. Mimi nikasema, mimi ingetokea mimi hata kama wewe wana wachunguzi, wana CIA, wana nani anayechunguza kila hatua yangu, achunguzavyo, injili naendelea nayo. Sasa mimi sijasahau chochote duniani, eti sijasahau kazi nazifanya, na ni kweli zina uwezo wa kuzalisha mamilioni ya pesa, ila sijasahau chochote duniani, kiwango ambacho siogopi kufa, siogopi kuwa hai. Nikiwa hai nitaendelea na kazi, zitatoa matokeo. Nikifa si shida. Alimada Mungu ameruhusu afe, amejua wewe bogas, hakuna kitu utazalisha duniani. Amen. Sasa ninachojaribu kuongea nini? Nilichokuwa naongea ni kwamba ibada inawekeza akiba ya nguvu na neema. Inawekeza akiba ya nguvu na neema, ambayo kuna wakati tutajikuta unaongea maneno, wewe unaongea vitu vya kawaida, lakini watu wanaona maneno yako ni maneno yanayoponya nafsi zetu, kwa sababu yanakuwa yamejaa neema. Amen. Amen. Yanakuwa yamejaa neema. Kwa hiyo yako mazingira huwa unafahamu kabisa, na akili yako wewe inajua. Yaani akili yako wewe inajua kabisa waziwazi kwamba pamoja na hapa nilipo, mwili hauonyeshi kama nafaidika, ila bado hii ndo njia itanifanya niwe kiumbe mwenye mshindo kirahisi. Hiyo neema, nishakwambia, hata hiyo nguvu na neema sio tu kwenye kuhubiri. Yaani hiyo neema huko wakati utafanya kazi kwa nguvu ndogo. Kuna siku moja nilipotoka kwenye ibada, nikaingia grupu la wanafunzi wangu WhatsApp, wakasema, hii namba ikikupigia usipokee, imeshanyonya damu watu. Nikamwambia, acheni woga nyie. Hizo ni kauli za wapagani ambao Mungu hawamtaki.
Sisi wengine ambao tunakaa karibu na kiti cha enzi pale, basi na namba zote tunapokea na tunaongea nazo. Sasa ile sauti niliongelea pale ilikuwa imejaa neema mahali fulani. Kijana mmoja akaja akasema, amina amina mchungaji, ndio maana vipindi vinaeleweka bwana, vipindi ndio maana vinaeleweka. Sasa mimi nikajua sio kwamba ameniambia amina wa kunishabikia. Ni ukweli, ziko nyakati vitu vinaeleweka, sio tu kwa sababu umefundisha vizuri. Mzee mwenyewe anafunika tu neema kwenye ile kazi. Sio kwamba kazi labda chakula kinaonjeka kitamu kwa sababu tu umekiunga vizuri. Kuna neema inayotokana na ibada inaweza ikaongezwa pale. Ikaongezwa pale unajikuta tu mambo yanaenda tu. Kwa nini? Sio tu kwa kanuni za kawaida. Neema pia inakuwepo. Amen. Na ndio maana lazima tuamini kwamba pamoja na kupata kanuni za kawaida, ila neema ya mzee ya muhimu sana. Neema ya mzee ukiwa nayo, kama ni kwenye kazi tu, basi unakuta unafanya kazi. Hata jana nilikuwa naonyeshwa kuna mtu ambaye anaandika vitabu na yeye vya somo kama la kwangu. Lakini nikaa namwambia mwanafunzi wangu, mimi kazi zangu au vitabu vyangu havitauzika kwa sababu tu nimeandika vizuri. Upande wa pili vitauzika kwa sababu ya upako. Wewe mwanafunzi nayeongea naye ni Muislamu, lakini naambia hivi, havitauzika kwa sababu tu nimeandika vizuri, vitauzika kwa sababu ya upako. Haiwezekani mzinzi azini na wanawake anavyotaka aandike kitabu. Mimi mcha Mungu na shinda kanisani kila siku, unaelewa? Niandike kitabu alafu cha kwangu kisiwe na upako wa kuuzika. Haiwezekani. Huyo Mungu atakuwa tapeli sana huyo. Haiwezekani. Na ndio maana kuna haja hata kwenye kazi unazofanya iwepo namna ambayo wewe unaona mkono wa Mungu, sio aliyepo mbinguni. Unaona mkono wa Mungu, huyu ndio Mungu. Si ndio Mungu hicho uko namsema huyu. Jina ambalo barikiwe. Amen. Ndio Mungu huyu. Yaani kama ni mahali labda umelima, sio kwa namna ambayo vitu vinameremeta unasema ndio Mungu hicho uko nasema Mungu. Sasa Mungu ndio hii kazi njema, ndio Mungu huyu. Jina ambalo barikiwe. Amen. Alafu unaona watu wanakula kachumbari, wanauliza inakuwaje hiki kitu? Inakuwaje? Kiufupi ndani ile kachumbari wanamuona Mungu. Ndio kiufupi, unaelewa? Amen. Yaani wanamuona Mungu, hata akisema kuna Mungu na mabudu wanamuona Mungu. Yaani yule ndio anasema huyu ndio Mungu sasa. Kwa nini? Kwa sababu ibada huwa zinawekeza neema ambayo hata maneno nayoongea ni ya kawaida. Sio maneno ya kudai pesa za umeme yanaweza kawa ni yale ya kawaida. Ila mwingine yana neema, yani yamepakwa mafuta kiasi kwamba mtu anavyoambiwa kwamba unatakiwa utoe pesa fulani, anaona ni kama vile ameambiwa kitu cha kumburudisha. Jina Bwana barikiwe. Amen. Mokeni kamera. Haya, pointi nyingine, watu wa ibada au watu waliofanya ibada kwa moyo. Watu waliofanya ibada kwa moyo hawakujua kuwa zitawafanya hivyo. Yaani hawakujua kuwa zitatokeza sura fulani, au hawakujua kuwa zitawafanya wawe na neema, wawe na mshindo kwenye jamii. Hawakujua, ila automatically walianza kuvaa ile sura inayotokana na ibada. Watu waliofanya ibada, ziko nyakati walikuwa wanajua tu hapa mahali pa ibada mimi ninakaa sijui hata kitakachotokea. Amen. Yaani hawakujua moja kwa moja kitatokea nini baada ya kukaa muda mrefu mahali pa ibada, ila walivyokaa wakashangaa, kumbe vinatokea jana hivi. Jina Bwana barikiwe. Amen. Kumbe na hivi woga vipo. Hebu sikia tumsome Samueli wa kwanza sura 3.
Tumsome Samueli hapa. Samueli Bwana huwa ananifurahisha sana kwa sababu Samueli alikuwa analala hekaluni, analala kwenye sanduku la Bwana. Hajui kwa ile ndio njia Mungu atakuja kuongea naye. Hajui. Yeye alikuwa anakuja kulala tu. Alikuwa anakuja kulala. Samueli wa kwanza sura ya 3. Samueli wa kwanza sura ya 3 naanzia mstari wa kwanza. Basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele ya Eli, na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile, hapakuwa na mafunuo dhahiri. Yaani kulikuwa kuna mbwembwe tu, lakini Mungu mwenyewe anayeponya, anayesaidia watu hakuwepo. Ni kama sasa ilivyo, yaani Mungu anayeponya na kusaidia watu hayupo. Yuko Mungu tu wa kuongea mdomoni. Mungu anaponya, anasaidia, njoni kwa Yesu. Mstari wa 2. Ikawa wakati huo Eli alipokuwa amelala mahali pake, tena macho yake yalikuwa yameanza kupofuka hata asiweze kuona, na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado, na Samueli alikuwa amelala katika hekalu la Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Palipokuwa na sanduku la Mungu. Samueli alikuwa amelala tu, alikuwa hajui kwa kulala pale ni staili ambayo itabadilisha maisha yake. Alikuwa hajui. Yeye alijua tu hapa nalala tu. Samueli alikuwa amelala katika hekalu la Bwana. Sio alikuwa anaomba, alikuwa amelala. Amen. Amen. Alikuwa amelala. Ndio ujue kulala mahali pa ibada nayo ni ibada. Alikuwa amelala katika hekalu la Bwana palipokuwa na sanduku la Mungu. Basi wakati huo Bwana akamwita Samueli, naye akasema, mimi hapa. Akamwendea Eli kwa haraka, akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Eli akasema, sikukuita, kalale tena. Naye akaenda akalala tena. Bwana akaita mara ya pili, Samueli. Samueli akaondoka, akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akajibu, sikukuita, mwanangu, kalale tena. Basi Samueli alikuwa hamjui Bwana bado. Yaani Samueli yeye alikuwa hajui kulala mahali pa ibada, yaani panaweza pakafanya Bwana aongee naye. Alikuwa hajui Samueli, kwa sababu maisha yake yote yeye amekulia hapo mahali pa ibada. Alikuwa yeye hana utoto wa kusema akacheze na watoto wengine. Yeye maisha yake alikuwa ni hekaluni tu. Ni kushinda hekaluni, kulala hekaluni. Kushinda hekaluni, akitoka amekula, kulala hekaluni. Jina mbali barikiwe. Bwana akamwita Samueli mara ya 3, naye akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Ndipo Eli akatambua ya kuwa Bwana ndiye aliyemwita yule mtoto. Kwa hiyo Eli akamwambia Samueli, enenda kalale, itakuwa akikuita utasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Basi Samueli akaenda akalala mahali pake. Maana yake Samueli alikuwa amelala kwenye sanduku la Bwana. Eli amelala chumbani kwenye godoro. Amen. Amen. Kwa Samueli alikuwa anatoka hekaluni anaenda kumpata Eli chumbani. Umeniita. Kama angekuwa amelala wote pale angekuwa anajua ananihitaji wakati uko wote hapa. Lakini nataka nikuonyeshe kwamba kuna watu walikuwa wanafanya ibada bila kujua kitakachotokea mbele ni nini. Bwana akaja akasimama akaita vile vile kama kwanza, Samueli, Samueli. Ndipo Samueli akasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Bwana akamwambia Samueli, angalia, nitatenda tendo katika Israeli ambalo kila atakayelisikia masikio yake yatawasha. Jina Bwana barikiwe. Amen. Kila atakayelisikia masikio yake yatawasha. Siku hiyo nitayatimiza maneno yale yote niliyosema juu ya Eli katika habari za nyumba yake, tangu mwanzo hata mwisho. Jina Bwana barikiwe. Amen. Wewe Mungu sio dhalimu. Sikia. Unajua Mungu hawezi akasema atatenda jambo katika Tanzania, kila atakayesikia masikio yake atawasha. Alafu wewe mwenyewe ambaye amekupa hiyo taarifa eti akuache unapauka.
sio Mungu huyo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sio Mungu, kwa sababu hata jambo lenyewe ambalo alilitenda bado lilimfanya Samueli awe na heshima kubwa katika Israeli. Jina la Bwana libarikiwe. Awe na heshima kubwa. Ndio maana tunakwambia ndugu, kuna watu waliitwa nabii. Mtu kama Samueli kuita nabii, anaitwa tu nabii, lakini hadhi yake ilikuwa kubwa kuliko nabii. Ilikuwa kubwa kuliko nabii. Kuna watu wakina Eli waliitwa makuhani. Ni kama sasa hivi tuseme askofu. Amen? Eli alikuwa ni kuhani, lakini Mungu haendi kuongea na kuhani Eli. Anaenda kuongea na nani? Na Samueli. Samueli ni nani basi? Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Samueli ni nani? Na ndio maana nilikwambia kuna utofauti pia wa kujiunga kwenye kanisa na kumjua Mungu. Amen. Kuna tofauti ya kuwa mshirika wa kanisa, amen, na kumjua Mungu. Kuna tofauti ya kuwa kiongozi na kumjua Mungu, kwa sababu Eli alikuwa ni kuhani, kabila la Lawi, watu wanaoenda kufukiza uvumba madhabahuni penye sanduku la Bwana. Samueli ni katoto tu kenye kanalala tu kwenye sanduku la Bwana. Amen. Sasa wewe jaza jibu, kati ya Samueli na Eli nani ana thamani kubwa kwenye moyo wa Mungu? Na ujue kwamba Mungu, watu wanaokuwa na thamani kubwa kwenye moyo wake sio wenye vyeo. Na ndio maana hata wewe una nafasi kubwa tu pana ya kuleta mshindo duniani. Mshindo duniani sio nafasi ya wahubiri au nafasi ya mbarikiwa au nafasi ya kiongozi. Watakuwa na mshindo maaskofu. No! Unaweza, mtu yoyote anaweza kawa na mshindo. Kwani Samueli alikuwa nani? Imeandikiwa Samueli hata kama alikuja kunenwa kuwa ni nabii ni baadaye sana. Lakini Samueli alikuwa ni mtu tu, mcha Mungu tu mahali fulani. Anampenda Mungu. Siku zote analala pale, anashinda pale, ashatolewa sadaka. Sasa tayari mama yake alishaahidi kwa Mungu kwamba kilipa mtoto atakuwa sadaka. Kwa ashatolewa sadaka, toka yuko mtoto, yaani toka yuko mdogo, anamtumikia tu Eli. Yeye mwenyewe hana aina yoyote ya utumishi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nilichojaribu kuongea ni kwamba yako mazingira tu tunafahamu kwamba ibada zinaweza kutufanya tufike kwenye sura gani. Sasa mwisho yote unaweza kuona ukimsema Samueli unatamani na wewe kama siku moja ungelala kanisani Mungu akuite jina lako. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ila nishakwambia kwamba ibada ni akiba. Samueli hakulala siku moja wala siku mbili wala siku tatu. Alilala siku nyingi. Na Mungu huwa ana uwezo wa kupima moyo wako na kujua kwamba huyu mtu hana shida na mimi, ana shida na vitu vyake. Kwa hata kama analala kanisani, shida yake kubwa sio mimi, ni kuna vitu anavitafuta. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na ndio maana nimekuambia yako mazingira, hata pale mbele ilishai kutokea, kuna wabinti walishai kuokoka, wakawa na moto wa maombi, moto wa Injili. Kwenye ibada wako 5G, yani ni fire. Unaelewa? Wanalala kanisani, na ameokoka leo kanisani, wanalala kila siku. Amen. Samueli naye ni kweli alikuwa analala kanisani, ila hakulala siku mbili au tatu ndio Mungu akamtokea. Ni miaka, yani ndio utamaduni wake. Toka huko mdogo yeye ni kushinda hekaluni, kulala hekaluni. Kushinda hekaluni ni miaka. Sio siku moja, sio siku mbili, sio siku tatu. Kwa hiyo unaweza kutamani kwamba unachokuja kuona ni kwamba kile kitendo cha kulala pale siku nyingi kilikuwa kinawekwa akiba. Kile kitendo Mungu alikuwa anapima moyo kwamba je, kweli huyu mtu ananipenda? Alikuwa anapima ule moyo wake. Na kwa kadri alipofanya siku nyingi ndivyo ambavyo alikuja kuwa mtu mwenye mshindo kirahisi zaidi. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi nikwambia hata hizi ibada unazofanya ni kweli zinaweza katokeza
mshindo wa ghafla kwenye maisha yako, ila uzifanye kwa miaka mingi, sio mwaka mmoja. Amina. Sio 10, sio 10. Mbarikiwa mwenyewe ashafanya 10, sio 10, sio 20. Unaelewa? Sio 10, sio 20. Unamsoma Musa ametoka Misri ana miaka 40. Akasema ni heri nikaishi katika nchi ya utumwa kuliko kuwaona ndugu zangu anateseka. Sasa kwa vyote vile Musa alikuwa na roho ya kumwabudu Mungu ndani yake. Amen. Amen. Kwa huenda hata kule polini alikuwa akichunga ng'ombe, anafanya ibada, anachunga ng'ombe, anafungia, anafanya ibada. Miaka 40. Toka akiwa na miaka 40, ana mwaka wa 80 ndio Mungu anamtokea, kijiti kinawaka moto hakiteketei. Miaka mingapi? 40. Kwa spidi ile ile, kwa uaminifu ule ule. Na ndio maana uelewe kwamba wengi wetu tunapopeli ni kwamba ibada tunaanza nazo kwa moto, ila spidi na uaminifu na bidii inapungua ghafla baada ya kuona mbona ni kama yule Mungu niliambiwa nikilala kanisani ataniita kama alivyoita Samueli. Mbona hajatokea? Samueli alilala siku ngapi? Jina Bwana libarikiwe. Mungu ataita Samueli. Alilala siku ngapi? Na wewe unaweza usifikie level ya kuita Samueli, ila ukajikuta ukilala mahali pa ibada, kuna wepesi unatoka nao kwenda kwenye kazi. Kuna wepesi wa akili unatoka nao. Wepesi wa akili au wa mwili unatoka nao. Mbona leo ni mwepesi sana? Mbona leo nikipiga debe ni mwepesi? Ila siku ukilala nyumbani umeamka mzito. Basi unajua mimi hata kama Bwana hajaniita Samueli, lakini kuna vitu vinaendelea kwenye mwili vinavyoonyesha kuwepo maeneo kama haya muda mwingi, sio bure. Amen. Kwa hiyo vitu baadhi vinavyoturudisha ni kwamba niliambiwa ukifanya hivi Bwana anaweza akakutokea akaita Samueli. Hapana mpendwa, sio nyakati zote, na hata ikitokea bado sio kwa muda mfupi kihivyo. Yaani sio kwa muda mfupi kihivyo. Unafikiria wewe, sio kwa muda mfupi kihivyo. Musa anakuja kunenwa na Mungu kwamba hapana mtu kama huyu duniani. Tayari ametembea naye kwa miaka mingi. Kwa sababu hatujui alipokuwa kwenye nyumba ya Farao alikuwa anaishije. Huenda alikuwa anaishi maisha ya kumcha Mungu, kwa sababu kama angekuwa anaishi maisha ya kifarao asingeweza kuwaonea huruma wana wa Israeli hata akawaua wa Misri. Kwa huenda maisha ya ibada hayakuanzia tu pale alipokuwa ameenda kuchunga ng'ombe kwa Jethro. Huenda alianzia hata kabla ya hapo, na ndio maana alikuwa na moyo wa utu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mimi nikwambie ibada ni akiba. Yako mazingira ambayo kinachoendelea kwenye ibada unaweza usione kama kina matokeo moja kwa moja sasa, lakini nakuhakikishia kina msaada mkubwa sana. Kina msaada mkubwa sana kwenye maisha yako. Kina msaada mkubwa sana. Wewe nisome hapo kitabu cha Maombi Machache. Maombi Machache yanatokeza matokeo makubwa zaidi anayeomba sana au anayefunga sana. Maombi Machache yanayotoa matokeo makubwa zaidi anayeomba sana au kufunga sana. Ukurasa wa 103, 113. Mungu hatembei na wenye haraka. 113. Mungu hatembei na wenye haraka. Hiyo ni kichwa cha sura ya 13. Lakini ninachosoma nasoma ukurasa wa 115. Naanzia aya ya kwanza pale. Si wewe tu mwenye haraka ya kujua hatima ya huo moyo wako, yaani moyo wa kufanya ibada, kujitoa kwenye maombi. Yaani baada ya kule sielewi kinachoendelea. Ni kweli nataka kujua kwamba nikishafanya hivi kitatokea nini. Si wewe tu mwenye haraka
ya kujua hatima ya huo moyo wako na utumishi wako. Yuko rafiki yako Petro alimwendea Yesu na kumuuliza kuwa, tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata, tutapata nini basi? Yesu akamwambia, amini nawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya, amini nawaambia ninyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya, atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12, mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Na kila mtu aliyeacha nyumba au ndugu wa kiume au wa kike au baba au mama au watoto au mashamba kwa ajili ya jina langu atapokea mara 100 na kurithi uzima wa milele. Mathayo 19:27 hadi 29. Japo tafsiri ya mara 100 haikuwa tafsiri yake mara 100, kwa sababu hebu tusome tena mstari unasema hivi, na kila mtu aliacha nyumba, maana yake nyumba 100 atapata, unaelewa? Au ndugu wa kiume atapata ndugu wa kiume 100, au wa kike ndugu wa kike 100, au baba atakuwa na baba 100, au mama atakuwa na mama 100, au watoto atakuwa na watoto 100, au mashamba atakuwa na mashamba 100. Kwa jina langu atapokea mara 100. Maana yake kila alichokiacha atapokea mara 100. Hiyo ndio tafsiri ya Kiswahili cha kawaida. Lakini haikuwa tafsiri ya kwamba atapokea mara 100. Ilikuwa tafsiri ya kwamba atapokea kilicho cha thamani kuliko alivyoviacha. Kilicho cha thamani mara 100 ukilinganisha na alivyoviacha. Amen. Lakini swali la msingi la kujiuliza ni, Petro alipata nyavu 100? Kwa maana aliokolewa akiwa anavua. Je, alipata magari 100 au nyumba 100 na kadhalika? Naam, alipata kilicho zaidi ya magari na mali. Kwani alipomkuta mlemavu alimwambia kuwa, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Matendo 3:6. Yaani huyu aliyeahidiwa kupata mara 100 leo anasema fedha sina wala dhahabu. Aliahidiwa atapata vitu mara 100, lakini anakiri kwamba vitu sina, lakini nilicho nacho kinaweza kuingiza uzima. Lakini nini cha thamani kati ya afya na fedha? Nini cha thamani kati ya afya na fedha? Acha haraka za kupata takataka za maisha haya ya rafiki. Na kwa bahati mbaya yako, ukionekana kuwa unampenda sana Mungu, hata ajapokujibu hivyo au kuto kukupa ulivyokuwa unahitaji, atakutoa wewe kuwa sadaka ya kuteketezwa, kama alivyofanya kwa Bwana wetu Yesu Kristo pale alipotaka kuwaonyesha watu alivyomtii, kama tunavyosoma kuwa, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akataa namna ya mtumwa, akawa na mfano wa wanadamu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu na namna ya Mungu. Sio alikuwa yu na namna ya Mungu, alikuwa Mungu. Jina Bwana libarikiwe. Naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kusimama nacho. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti. Naam, mauti ya msalaba. Wafilipi 5:7. Tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Ebrania 12:2. Yesu, Paulo, Petro, Yeremia na kadhalika ni watu ambao hawakuwahi kupata gari, mke, mtoto, nyumba, cheo, serikali na kadhalika. Na kwa jinsi walivyozidisha sana kumpenda Mungu, pamoja na kutokuwapa vitu hivyo, Mungu aliwapa zawadi ya kuteswa na hatimaye kufa kwa ajili ya wengine. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo wewe unafahamu kwamba yako mambo ambayo wewe ukitaka ibada ifanye inaweza isiyafanye, lakini mwisho yote, kwa kadri unaofanya ibada itakufanya wa thamani kuliko vitu. Amen. 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 Amen.